Maamuzi mengi ambayo yalikuwa yametokea ni mazuri kwa wacheza Simba, wamecheza mpira mzuri sana kwa sababu walikuwa wanacheza kwa discipline na kwenda kuwaataki kwa discipline. Kwa hiyo yote kwa yote mpira lazima huwa una matokeo ya kikatili kama hivi. Tuamini huu ndio mpira. Kikubwa Simba warudi kwenye mpango kazi wao kwa msimu unaokuja. Hii imeshakuisha. Naam. Maana upande wa pili wamefurahi sana. Ya ni lazima wafurahi kwa sababu siku zote mimi naamini baadhi ya mashabiki wa Simba wakati Yanga wanaingia kwenye finali raundi ya kwanza, Yanga anafungua goli 2-1 hapa na USM. Si ndivyo? USM Alger. Si ndivyo? Watu baadhi ya mashabiki wa Simba walifurahi sana. Kwa hiyo mimi naamini siku zote ukiua kwa upanga na wewe utakufa kwa upanga. Shehe, hiyo ni kawaida kwa sababu sidhani kama baadhi ya upande wa Simba walikuwa wanafurahi kwamba Yanga abebe ule ubingwa. Na mimi nakwambia kinachowachelewesha Simba na Yanga kuchukua kikombe cha Afrika ndio hicho. Utani. Utani umeingia deep sana kwa sababu kuna vitu vingi vinafanyika. Hata Yanga walifanywa vitu nje ya uwanja na Simba. Kipindi kile. Wewe unakumbuka kipindi kile Mgunda na Andazi? Unaikumbuka ile? Mgunda akasema kama kunitokana na mimi ndo mchukue kombe. Basi chukueni. Kama kunitokana na mimi ndo kuchukua kombe, basi chukueni. Ilinyesha mvua baba pale. Alafu baada ya mechi, baada ya mechi kuisha na mvua ikakata. Alafu angalia, mvua off time inasimama. Mpira ukianza mvua inanyesha. Nchi na mambo shika Yanga mpira bwana anaongezeka. Bwana we. Kwa hiyo Arabu mvua inapoa. Mimi naamini Simba na Yanga ndio maana kila siku naongea. Tujaribu sana kuangalia structure ya mpira wetu jinsi inavyokwenda. Heshima ya vilabu ndio inaongeza chatting kubwa sana ya ligi yetu. Kwa hiyo unakuta kuna watu wanasimama katika nyanja tofauti. Hiki ambacho kimetokea, mimi naamini ukimfanyia mwenzako ubaya na wewe ipo siku utakuja kufanyia ubaya. Mimi naamini ubaya ubwela umwarudia. Kwa sababu tukienda kwenye pitch RS Berkane ni wazuri sana kwenye kila engo. Kwanza ni wazuri kwenye matukio, wanafika kwenye matukio. Kwa hiyo ukiangalia mechi ya leo wachezaji wa Simba walikuwa vizuri mno kutoka dakika ya kwanza mpaka hafu ya kwanza. Simba walikuwa vizuri, lakini hafu ya pili ina maana mechi kabadilika baada ya Yusuf Kagoma kupata red card. Kwa hiyo Simba tayari mpango kazi wao ukao umekufa. Sijui unaelewa? Anaanza moja. Na ukizingatia mchezaji kwa timu kama RS Berkane, mchezaji mmoja ambao ndio tegemeo wa Simba, mkata umeme, kwa sababu kazi kubwa alikuwa anafanya Yusuf Kagoma pale kulingana kwenye structure nzima ya kiungo wazuiaji. Yeye alikuwa ndo anafanya kazi nzuri sana pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Kwa hiyo kutoka mchezaji mmoja ambao ndo uti wa mgongo, kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu sana. Yote kwa yote mimi naamini. Mimi namalizia hapa baba. Ukiua kwa upanga na wewe utakufa kwa upanga. Kwa hiyo sio mambo mageni sana machoni pako. Mimi naamini hiki kilichotokea ni jambo la kawaida tu. Jambo la kawaida. Jambo la kawaida kwenye mpira wetu wa soka. Kikubwa Simba na Yanga wajaribu kuangalia ile goli ambalo lilikataliwa. Kwa wewe unasema upande gani? Ni offside trick kwa sababu angalia ukitaka kuangalia kwenye picha marudio utamuona Kibu Denis, utamuona Stephen Mukwara kabla ule mpira hujapigwa tayari walikuwa wako offside. Kwa hiyo kimpira twende tukatafsiri sheria 17. Tusiwe na miemko. Tusijaribu kuzipenda timu kuliko kupenda mpira kwanza. Kwa hiyo ukipenda mpira kuna vitu vingi unaweza kahisi kama unaonewa. Si ndivyo? Angalia goli lao sisi kule tulivyokuwa Morocco. Wao walikataliwa ile goli ambapo alipiga yule Kamara. Bonge la chop. Alikwenda akamalizia yule mchezaji wao striker mzuri, lakini kucheki kwenye picha marudio halikuwa iko offside. Kwa hiyo mimi naamini marefari wako makini kutafsiri sheria. Hali kadhalika siku ya leo maamuzi yanayochukuliwa hapa, baadhi ya mashabiki wataona kama labda refari alikuwa labda ana chuki na Simba. Ndio ligi yetu sasa uione kwamba ni tofauti na ligi refari anapokuwa akitafsiri sheria 17 kwa kina zaidi. Kwa hiyo unaweza ukahisi wewe ukiwa mfia timu unaweza ukahisi labda refa alikuwa amewaua Simba. Hapana. Kwa mimi ambaye labda nafahamu mpira na nimejaribu kwa kina kuangalia, red card ilikuwa sahihi kwa sababu ukimwangalia Yusuf Kagoma alifika kwenye mguu wa yule mchezaji na pia ile tackling yake. Unaambiwa unapokwenda kucheza tackling ukiukosa mpira 99.9% hiyo ni faulu. Lazima utagusa mguu. Kwa hiyo mimi naamini ilikuwa ni faulu ya kawaida na njano kutoka kwa sababu tayari alikuwa na njano ya kwanza
akamaliziwa ya pili, akasukumwa na nyekundu, na kumuona Yusuf Kagoma kulalamika, ila mashabiki sasa wale wafia timu ndo wanakwenda kuongea lugha ambazo sizo. Tujaribu kufuata sheria ya mpira na tulizike na hiki ambacho kimetokea. Kwa hiyo kifanya Kagoma ilikuwa ni risk, alitake risk. Kwa sababu aliamini kwamba akiwin atakuwa amefanya kitu cha maana. Pale kusiko kuna option mbili. Kuna kuini utampigia makofi. Kuna kuriski pale, na maana ndo hichi kitu ambacho kimetokea kwa sababu alimkuta mguuni mchezaji. Yote kwa yote ni kwenye mpira, haya yote yanatokea. Si ndivyo? Kama kipindi fulani Fondo Malone anapiga back pass fupi, watu wananasa, wanaweka. Kwa hiyo haya ni matukio ya kawaida. Kwa hiyo siku zote tuamini kabisa kwamba mchezo wa mpira wa miguu una matokeo ya kikatili sana. Mimi nawapongeza viongozi wa Simba kwa kuitengeneza timu kuja kufika mpaka fainali. Mimi sikuamini Simba kama inaweza kafika hapa. Na wewe ni shahidi, kwa mimi nishawahi kuongea Simba haiwezi kubeba kombe. Kwa msimu huu. Kombe hili tu, hata kombe la NBC. Msimu huu Simba haiwezi kubeba kombe la aina yoyote. Kwa sababu timu yangu ya Simba ipo kwenye transition ya kutengeneza timu, tupo kwenye project ya kutengeneza timu. Kwa hiyo sitegemei makubwa sana kutoka kwa Simba. Endapo kama Simba atakuwa bingwa, basi kwangu mimi atakuwa kama mimi kwangu bonus. Lakini sina mategemeo ya kusema kwamba Simba atachukua ubingwa, kwa sababu haya ni maoni yangu. Haya ni maoni yangu. Na wewe kama una maoni yako unakuja kunipinga kwa kupitia hoja yako ya msingi. Haya ni maoni yangu, lakini sio kwamba hiki ninachoongea mimi kiwe lazima kiwe ni sheria. Hapana, naamini kwamba Simba hawezi kuwa bingwa msimu huu, na simdai Simba chochote msimu huu wa 24-25. Mimi Simba kulingana na kacha na transition na project yao, mimi nitawadai 25-26 msimu ujao. Naam, utamdai Fadlu kombe. Naam, lakini siwezi kumlaumu Fadlu Davis, na hata ukienda kwenye mkataba wake Simba alikuwa anatakiwa avuke nusu fainali tu, sio kwenda fainali. Si ndivyo? Kwenye mkataba alioingia contract ni kutoka robo fainali, ambao ndio tulikuwa tuna struggle zaidi ya miaka 6 kuitoka robo kwenda nusu fainali. Hii kwenda fainali imekuwa ni bonus kwa Fadlu Davis. Kwa hiyo Fadlu Davis amefaulu kwa asilimia kubwa sana kuitengeneza Simba dhidi ya Berkane wakiondoka na sare nyumbani na kutawazwa kwa mabingwa rasmi kabisa dhidi ya mnyama Simba. Sam, mbona kama unataka kulia? Ni mpira, unajua siku zote mpira uwe una matokeo kikatili. Simba Sports Club wamejitahidi kadiri ya uwezo wao, lakini hiki ambacho kimetokea ndio uwezo wao umeishia hapa. Inabidi wakubaliane na matokeo, japo kutoka kwa Yusuf Kagoma imemtoa David Fadlu kwenye plani yake, yalikuwa sio malengo, lakini ndio hivyo. Endapo utaenda kinyume na kanuni za sheria 17 unakwenda kuadhibiwa. Yusuf Kagoma amepewa njano ya kwanza, akapewa njano ya pili, ina maana alikwenda tofauti na sheria za ndani ya pitch. Kwa yote mimi naamini Simba Sports Club mimi ni mafanikio makubwa sana kufika kwenye engo hii. Mtu kama mimi Sam Simba sikutegemea Simba kufika hapa. Kwa hiyo hiki ambacho kimefika, nafikiri management pamoja na benchi la ufundi, hata baadhi ya mashabiki wanaenda kuipongeza Simba. Kwa nini? Ukiangalia Simba iko katika mfumo wa utengenezaji wa timu, wapo kwenye project mpya, na hiki ambacho wamekionyesha kwa siku ya leo, kwangu mimi kama Sam Simba ni shabiki wa mpira, pia ni mdau wa mpira. Kwanza nawapongeza uongozi wa Simba Sports pamoja na wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuja kuonesha kuklik baadhi ya wachezaji ambao ndo msimu wao wa kwanza, wengine wakina kama mtu kama Jean Charles Ahoua ndo mashindano yake makubwa kwanza na kwenda moja kwa moja kwenye fainali, na leo hii anakwenda kuvaa medali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi ni pongezi kubwa sana kwa wachezaji wa Simba Sports pamoja na benchi la ufundi, alikadhalika pamoja na management ya Simba. Ni ile slogan ya